Ni mlango wa siri. Ni mlango wa siri. Tanga viatu hivi bwana. Kwanza hapa tulipo na kile tutakachokiona kwenye eneo hili, basi ujue ni marudio, kwa sababu hii tayari ni miaka ambayo tayari ilishapita. Kwa nini na uhakika hata viatu pia vitakuwa vimesharudi kwa chifu, kwa sababu kila kitu kinaanza upya. Tunachotakiwa kukizingatia ni kujua ni kitu gani ambacho kimetuleta huku. Ni lazima hazina tuipate, ni lazima pia viatu vya chifu tuvipate, kwa sababu kama tutapata hazina na tukavikosa viatu, hatutoweza kuondoka. Lazima tupate viatu vya chifu pia. Unaikumbuka hii siku? Leo ni siku ambayo chifu anaongeza mke. Zura Malembe, Chifu Bundara, Nkiru Malembe, Binti Arute. Marua, Arute. Malembe, Arute. Habari? Arute mdogo wangu, hivyo una shida gani? Nakuuliza una shida gani? Nimekwambia ujiandae mapema tuondoke. Maana leo ndo unaolewa na chifu. Afu inakushangaa bado uko ndani. Lakini kaka, mimi siko tayari kuolewa na chifu. Lakini ndugu wangu, haupo tayari kivipi?
Kumbuka hichi kijiji kina sheria kali sana. Sasa unakataa kuolewa na chifu. Kumbuka tunaingia matatizo mimi na wewe. Halafu wewe ulisikia wapi sheria za chifu katika himaya hii zinapingwa? Kama sio tu kujitakia matatizo. Mpaka mimi na Zawadi nafika hapo umri huu sija kuonaga mtu yote anapinga sheria hata huyu, hata mmoja. Alafu wewe leo upinge sheria za chifu. Unataka kufa wewe? Sina kuuliza unataka kufa? Hebu jiandaa tuondoke. Werute. Werute. Zura Malembe, Chifu Bundara, Nkiru Malembe, Binti Marua, Je Malembe, Kuruna Mandakiru, Zuma Heya. Heshima yako Chifu Bundala. Ninapokea. Chifu Bundala, mwanamke aliyekuwa mbele yako ndio amekubali kuolewa, na mwanamke aliyekuwa pembeni amekataa kuolewa, na ametusumbua sana hadi kufika hapa. Bitulo, kamata yule binti mpeleke chumba cha ndoa. Chifu
Hongera sana kwa ndoa chifu. Ninakubali. Chifu, leo kuna ugeni. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Nakuuliza. Wewe ni nani? Walinzi, kamata upeleka gerezani. Tusherekee. Hebu inua hicho kichwa chako bwana wewe. Wewe ndio ulikuwa unajiliza jana wewe. Zimeishia wapi kelele zile? Hakuuliza wewe. Chifu na sisi katuletea nini? Mtoto mdogo. Haya, yale maumivu jana yameishia. Yameishia wapi na kuuliza? Huyu dawa yake ndogo. Dawa yake ndogo kabisa. Unajua tunamfanya nini huyu? Huyu tunamwacha leo, kesho na kesho kutwa. Tukiondoka naye kisimani tunamfanya kitu, au mnasemaje? Takulipiga. Sio kumpiga tu. Tulitumbukiza kisimani. Tunalitumbukiza kisimani. Tunalitumbukiza kisimani na tukitoka hapo tukirudi kwa chifu. Tukishamaliza kulitumbukiza kisimani tukirudi huku tunarudi mbio. Hatujui Kwa chifu. Tulienda naye kisimani. Tukifika tunavyo, mwenzetu kaliondoka kisimani alikuwa anachota maji. Tunapiga ngoma. Tunalia. Au mnasemaje? Hapa swali mtu mkubwa nani kiulizo? Nini? Sasa mimi najali. Mimi naogopa kuhusu huyo. Ananitisha nini sasa mimi? Ananitisha kitu gani? Yaani sijali chochote. Ila tumewezwa. Kwa mimi binafsi. Kwa hiyo mnavocheka mnamaanisha nini sasa? Tumeletea mtoto mbichi huyo. Tunazidi kuzeeka. Tunasikia mabaja mimi ndo wa kwanza. Sikia alisema, sikia ndo hapa. Ila naomba niongee. Gonza. Ndio bwana Tanza. Katika safari ya mafanikio huwa changamoto hazikosekaniki. Pamoja na kuwa matatizo yamejitokeza jana, lakini hii haimaanishi tusilikamilishe lile ambalo limetuleta huku. Ni lazima tuzitafute hazina na ni lazima tuvitafute viatu vya chifu. Lakini mimi naloliona la msingi kwa sasa hivi ni lazima tutafute kitu ambacho kitatutengenezea njia ya kuondoka. Alafu hazina ndio ile swala la mwisho. Kwa lazima tuanze na viatu vya chifu. Viatu vya chifu ndio njia pekee ya kuweza kutondoa hapa tulipo na kuturudisha mwaka 2026. Tutakapolikamilisha hilo, basi litafuata sala ya kutafuta hazina. Sasa tunafanyaje kuvipata hivyo viatu? Hilo ndio ambalo nimekuletea tujue tunafanya vipi. Unajua bwana Tanza, katika vitu ambavyo vinaniumiza akili, hilo ni moja wapo. Naumiza kichwa sana ni namna gani ya kuvipata viatu kwenye miguu ya chifu. Kwa kweli mpaka sasa hivi sijapata majibu nini cha kufanya. Uko sahihi. Uko sahihi kabisa Gonza.
lakini labda nikuondoe shaka. Sisi ni askari wa siri wa chifu. Sisi huwa tuna desturi ya kushindwa. Mimi nina wazo na nina uhakika kabisa hichi ninachokiwaza ndio itakuwa njia sahihi ya kuweza kufanikisha hilo.